Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, naomba uchukue sekunde moja tu ubonyeze batoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Yeyote ambaye anatazama, na kuomba usisahau kubonyeza alama ya like na karibu. Taarifa za ndani ambazo zimetufikia sasa hivi ni kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imeamua kumwaga jeshi la polisi katika mitaa yote hapa Tanzania ili kukabiliana na wananchi wakati ripoti ya Jaji Ichande inaenda kusomwa. Ikumbukwe ya kwamba taarifa ambazo tumezipokea kupitia mwanaharakati ambaye anaitwa Maria Sarungi amechapisha haya katika mitandao ya kijamii, huku akidai ya kwamba kufikia sasa shughuli zote zimeweza kukamilika za kutoa ripoti ile ya Jaji Ichande kuhusiana na ushahidi uliotolewa na Watanzania kwa mauaji yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania na maandamano ya mwaka jana. Tarehe 23 mwezi wa 4 itakuwa ni siku ya ripoti ya Jaji Ichande kusomwa. Sasa kikosi maalum kimeweza kuandaliwa na uongozi wa sasa Samia Suluhu Hassan kwamba jeshi la polisi waweze kumwawa kila mitaa kuhakikisha ya kwamba kuna utulivu, kuhakikisha ya kwamba kuna amani, kuhakikisha ya kwamba hamna fujo hapa Tanzania. Yeyote ambaye anaenda kuanzisha fujo baada ya ripoti hiyo kutolewa atakuwa atakiona cha mtamakuni kupitia nguvu za jeshi la polisi. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha yale ambayo Samia Suluhu Hassan alipendekeza kwamba Chadema iweze kulaumiwa kwa mauaji na maandamano hapa Tanzania, walishindwa kuyabadilisha katika ripoti ile ya Jaji Ichande. Mambo yale ambayo yameandikwa, zaidi ya watu 10,000 wameaga dunia katika ripoti ile, yalishindikana kubadilishwa. Miili kukosekana ya Watanzania waliouawa, ripoti hiyo inasema hayo yalishindikana kubadilishwa. Vile Samia Suluhu Hassan alikasirika, akaagiza Chadema iweze kulaumiwa, idadi ya walioangamia iweze kurudishwa chini. Ni kama kuna mahali ambapo ripoti hii imeshindikana. Sasa kwa sababu ripoti hii imependekezwa kuwa hadharani, inaenda kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anajua kile ambacho kiliweza kujiri kuhusiana na maandamano. Ndio maana ameweka vikosi, makundi ya wanajeshi kuhakikisha ya kwamba kuna utulivu katika mitaa, kumaanisha wako tayari tena kuwaua Watanzania ikiwa yeyote ambaye anaenda kukasirika kuhusiana na kile ambacho kimeandikwa kwa ripoti ile ya Jaji Ichande, atakiona cha mtamakuni kupitia vyombo vya dola. Ikumbukwe ya kwamba Samia Suluhu Hassan mwenyewe aliweza kuthibitishia Watanzania wakati alikuwa na wazee kwa mkutano wa Dar es Salaam tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka jana, aliweza kuthibitisha kwamba vyombo vya dola viliweza kutumia nguvu zaidi kwa sababu hakukuwa na nguvu ndogo, na majambazi walikuwa wanataka kulivunjilia mbali ama kupindua serikali yake. Akaagiza, amri ikatolewa, vyombo vya dola kutumia nguvu kuhakikisha ya kwamba wameleta utulivu, na wale ambao walikuwa wanataka kupindua serikali waachane na hizo shughuli. Sasa huyu Samia Suluhu Hassan anaona tu ni hali hatari ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba ripoti hii itasomwa tarehe 23 mwezi wa 4, na wamekuwa wakikawia kila wakati kwa sababu walipewa siku 90 za kwanza wakaandika hiyo ripoti, wakamaliza ripoti hiyo ikapelekwa kwa Samia Suluhu Hassan, akaikataa kwa sababu haikuwa inamtetea, kwa sababu aliunda ile tume ili aweze kutetewa kuhusiana na mauaji hapa Tanzania. Kisha baadaye wakaongezwa siku 45 waende kubadilisha ile ripoti. Walipoileta ikashindikana kwa sababu Abdul na yeye mwenyewe Samia
Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari na mawasiliano hapa Tanzania walikuwa pale na kikosi cha tume ya Jaji Ichande, ikashindikana kwa sababu kuna baadhi ripoti hiyo ilishindikana kutolewa. Baadhi yao walikuwa wanasema isomwe hadharani, wengine wakasema iwe ya siri, na Samia akuja aseme nimepokea ripoti, nitakuwa naitumikia ama nitaifanyia kazi. Ikashindikana. Sasa baadaye wakaongezwa siku 21 ambazo sasa zinaendelea kukamilika tarehe 23, na tunatarajia ripoti hiyo kusoma wazi, lakini kuna marekebisho ambayo yamefanywa, kama idadi ya watu ambao waliweza kuaga dunia 10,000 ikaweza kupunguzwa, Chadema kulaumiwa, lakini kuna mipango maalum ambayo imewekwa kwamba Tundu Lissu anastahili kuachiliwa wakati wowote kuanzia sasa kabla ya ripoti hiyo kutolewa, na wanajeshi watakuwa kwa mitaa mbalimbali kuhakikisha kuna utulivu, na yeyote ambaye ataonekana kuleta taswishi atakiona cha mtamakuni, kwa sababu vyombo vya dola viko ngangali kuhakikisha ya kwamba kuna utulivu hapa Tanzania. Mpaka lini Watanzania watakuwa wanapitishwa katika changamoto za aina hii? Hamna uwajibikaji, hamna uwazi, hamna utekelezaji na kufuata katiba ya Tanzania, ila tu mtu anaingia na udikteta, mtu anaingia na uongozi wa kimla, anafanya vile anataka. Na kufikia sasa watu wanaingia wanafanya wizi wa pesa, yani ufisadi unashuhudiwa. Baadaye Samia nasema ya kwamba tutawaibisha kwa kuwataja majina yao badala ya kuchukulia hatua na kuwashika na kuwapeleka kwa gereza na kuwanyonga kama mataifa mengine, lakini yeye anasema ya kwamba wataibishwa kwa kutajwa majina yao. Hayo ndio yanaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Kwa hivyo Maria Sarungi ameweza kudhibitisha hayo kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba kuna njia ya kuhakikisha kwamba ripoti hiyo inaenda kutolewa, lakini jeshi la polisi watamwawa katika mitaa mbalimbali kuhakikisha kwamba kuna utulivu hapa na pale. Kwa hivyo wanajua tu ripoti hii haiwezi kuwafurahisha, haiwezi kuwaingia Watanzania, na huenda wao wanaweza kujitokeza mitaani kulalamikia tume ile ya Jaji Ichande kwa yale ambayo yameandikwa kwa ile ripoti. Ndio maana wamejipanga kuhakikisha kwamba kuna utulivu katika mitaa kufuatia kumwawa kwa jeshi la polisi, kuhakikisha kwamba kuna utulivu. Ikumbuke ya kwamba kulikuwa na maandamano ambayo yalikwisha pangwa wakati wa AFCON hapa Tanzania, kwa sababu wakati wa AFCON serikali haiwezi kuzima mitandao, haiwezi kuzima nguvu za umeme. Wakasema ya kwamba wakati wa AFCON maandamano makubwa yatatanda hapa na pale kuhakikisha kwamba Samia Suluhu Hassan ameondoka Ikulu. Hayo yaliweza kusemwa na mwanaharakati ambaye anaitwa Mange Kimambi, lakini tunaona huenda haya yasitimie, kwa sababu Tundu Lissu ataachiliwa wakati wowote, na akiachiliwa watakutana kwa maridhiano. Wakikutana kwa maridhiano itakuwa kizungumkuti, itakuwa ngumu sana kufanikisha shughuli za maandamano hapa Tanzania. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine, tunapozipata tutarudi hewani ili kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde ya mwisho uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.